Okay, mambo vipi? Naamini kabisa kwamba uko vizuri. Once again, karibu sana tuzungumzie mambo kadha wa kadha yanayoendelea katika mpira wetu kwa lugha nyepesi. Kama kila siku ambavyo waga nakueleza kwamba kazi yangu mimi ni kukueleza mambo yanayoendelea katika mpira kwa lugha nyepesi kumradhi. Sasa kila mmoja anajua kwamba kikosi cha Simba kimetua rasmi katika jiji la Casablanca na ni mji mkuu wa Morocco, na Simba watatokea hapo wanaelekea Berkane. Lakini umewaza kutoka Tanzania kufika Casablanca ni kilomita ngapi? Ni kilomita 10,353. Ukiamua kutumia gari kwamba bana mimi siwezi nikaenda Casablanca na ndege, huo ni umama. Nataka niende na gari, utatumia saa 142 na sekunde 59. Yani utakuwa na siku takriban wiki hapo, yani wiki ya safari mpaka upate Casablanca. By the way, hakuna barabara ya moja kwa moja, labda utoke nchi moja kwenda nchi nyingine end of the day ufike kule, lakini itakuchukua muda mrefu sana. So Simba mara baada ya kufika watakuwa na safari nyingine ya kutoka Casablanca kuelekea kwenye jiji la Berkane, lakini pia watapitia kwenye jiji la Auja, kwenye wanaweza wakachukua train kutoka Morocco mpaka Rabat, ambapo hapa unatumia inaitwa motorway. Ni kama unavyoona mwendo kama unavyoona SGR, lakini hii inakuwa na kasi zaidi. Baada ya hapo watapanda ndege kutoka kwenye jiji la Rabat kuelekea Berkane, lakini pia wanaweza wakawa na logistics wakafanya, kwa maana ya kutoka Casablanca moja kwa moja mpaka Berkane. Kwa kilomita ni kilomita 608 tu, na kama utaamua kutumia gari ni masaa 6 na dakika 13. Kwa wale ambao Dar es Salaam ni sawa sana kutoka Dar es Salaam kuitafuta Dodoma, au kwa wale ambao wako Mwanza ni sawa sawa na kutoka Mwanza kuelekea Kagera. Kwa wale ambao mtakuwa Kigoma ni sawa sawa na kutoka Kigoma kuitafuta Tabora. Umeelewa? So sio mbali sana. Kwa ndege inaweza ikawa ni chini ya lisali moja peke yake na tayari watakuwa wamefika. Na mara baada ya Simba kufika, maana yake jambo la kwanza itakuwa ni wao kufika hotelini, lakini mara baada ya kufika hotelini watafanya mazoezi ya kurejesha mwili wao kwenye utimilifu. Walikuwa na safari ya kutoka Dar es Salaam mpaka Casablanca, wametumia karibia masaa 9. Wamefika hapo, watoke hapo waelekee kwenye jiji la Berkane. So watakuwa na masaa takriban 15 fulani hivi ya safari. So unahitaji kupata time ya kurudisha mwili wako kwenye utimilifu. Kama ambavyo tunavyojua, safari ya kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kidogo ni safari ambayo iko crucial. Kila mmoja waga anaipokea hiyo hali kutokana na jinsi alivyo. Mfano mimi nilikuwa na safari hapa juzi kati, nikasafiri na gari. Nina siku 3 sasa sisikii vizuri, yani hizo siku 3 zote. So nilikuwa namwambia rafiki yangu mmoja, nikamwambia hapa naweza kuchukua wiki, yani kwenye masikio nasikia yani ule muungurumo wa gari unakupa tabu. So mchezaji akiwa anajisikia hivyo physically anakuwa yuko vizuri, so utahitaji kumfanyia therapy pamoja na mazoezi mepesi ili aweze kurudi kwenye utimilifu wake wa kawaida. Na Simba wana wataalamu sana katika hilo. Lakini pili, kwa Simba wao safari kama hizi, wachezaji walioko Simba sio ngeni tena. Simba wamesafiri sana, experience na exposure yao kwenye kusafiri hususan ndani ya Afrika na nje ya Afrika ni kubwa sana. So haiwezi kawa experience ya kawaida, ni wamekutana hivyo vitu. Hakuna nchi ambayo ama hakuna ukanda ambao Simba hawajaenda. Msimu wameenda kusini mwa jangwa la Sahara, Afrika Kusini, wameenda magharibi mwa Afrika kule Angola, wameenda kaskazini mara nyingi sana. I think Simba wameenda kaskazini mara nyingi sana kuliko ukanda mwingine. So safari za kwenda huko na wameenda nyingi. Lakini pia hii safari angalau ilikuwa na wafadhali kwa sababu haijawalazimisha wao kutoka nje ya nchi. Amna, wamepata direct flight ambayo inawatoa Tanzania and then inaenda kuwatupa pale Casablanca. Lakini swala la kufika ni swala moja, watakaa wapi? So nikajaribu kutafuta hoteli ambayo inaweza ikawa
karibu na uwanja utakaotumika katika mchezo wa Simba dhidi ya Berkane, na inabidi ujue kwamba uwanja ambao utautumika ni ule uwanja unaitwa Stade Municipal de Berkane. Kwa Kiingereza tunauita Stadium Municipal Stadium. Ni uwanja wa manispaa ya Berkane. Yani ukija Dar es Salaam tunazungumzia uwanja wa KMC. Kwa sana wenyewe ni KMC Municipal Council Stadium. So na huyu ni Berkane Municipal Council Stadium. Ni uwanja ambao unapatikana kwenye eneo linalofahamika BD del Victory. Ndipo ambapo uwanja unapatikana. Umeanza kutengenezwa mwaka 2014 na mwaka 2017 ukafanywa marekebisho, na unamilikiwa na watu wa RS Berkane. Una uwezo wa kubeba mashabiki 15,000. So ni uwanja ambao unaweza ukaona ni kama uwanja wa Azam FC. Sasa nimejaribu kuangalia zile hoteli ambazo zinaweza zikawa zipo karibu na gharama yake iko vipi. Uwanja hoteli ya kwanza ambayo inapatikana kwenye huo uwanja eneo la Victorious ni uwanja ni hoteli inayofahamika kama Aba Star Wave Saidia. Hapa bwana kulala kwa siku moja watu wawili, maana yake kama ni couple ni 386,131. Ni hoteli ambayo ina sehemu ya kuogelea, swimming pool, mazingira ni mazuri kusema la kweli. Lakini eneo lingine, na hii ni 5 star hotel, lakini nimeona kwenye rating kwenye maeneo mbalimbali imepewa rate ya 4.6. Lakini hoteli nyingine ni ile inayofahamika kama B Life Collection Saidia, na hii ni 5 star hotel na ina treatment za hali ya juu sana. Unaambiwa dinner inakuwa na option 9. Kuna swimming pool, kuna spa na vitu kama hivyo. Bana, sasa hapa usiku mmoja peke yake ni 513,892, ambayo nimeona kidogo inaweza ikawa ni affordable kwa baadhi ya hata watu ambao wameenda na kikosi Simba. Ni hii inayofahamika kama Gite Karma Farm Hotel. Hii ni 3 stars hotel, sio 5 star hotel, ni 3 star hotel. Na hii bana, kwa usiku mmoja utalipa 197,627. Na nadhani hii ndio inaweza ikawa inawafaa wale watu ambao wamesafiri na kikosi Simba na vitu kama hivyo. Lakini kwa wachezaji wa Simba I'm sure kama sio ile 300,000 basi itakuwa ni ile ya 500,000. Taendelea kukupa update ya vitu mbalimbali vinavyotokea kule Morocco. Unachotakiwa kufanya ni kitu kimoja kati ya mambo mawili. Moja ni kusubscribe, na jambo lingine ni kuhakikisha kwamba una comment, una like, una share ili wa kwanza kupata taarifa. Asante. Bye bye. Saluti la familia.